Je, unajua kuwa kutangaza malengo yako kunaua 40% ya uwezekano wa wewe kufanikiwa? Leo nakupa sababu 5 kwa nini unapaswa kufanya mambo yako kimya kimya. Na pointi ya 5 itakulinda na ndugu au marafiki wanafiki wanaoweza kuharibu mipango yako. Kabla hatujazama ndani zaidi, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Namba 1, utaepuka mtego wa dopamine na reality substitute. Hii ndio sababu ya kwanza na ya kisayansi zaidi. Unapopata wazo kubwa, labda unataka kuanza biashara, kujenga nyumba au kupunguza uzito, mwili wako unakuwa na nishati fulani. Lakini ukienda kumwambia rafiki yako au ukaandika Instagram, mwezi ujao naanza mradi wangu, watu wakakusifu kwa kusema, wow, hongera sana, wewe ni jembe. Hapa ndipo mtego unapoanza. Kisaikolojia, ubongo wako unatoa homoni ya dopamine. Hii ni homoni ya furaha na zawadi. Kwa sababu umesifiwa, ubongo unajidanganya kuwa umeshafanya lile jambo. Hii inaitwa social reality. Unajisikia vizuri mapema mno. Matokeo yake ni nini? Ile njaa na juhudi, drive, ya kwenda kufanya kazi kwa bidii inapungua kwa sababu tayari ubongo umepata tuzo ya sifa. Watu wenye mafanikio makubwa wanathamini sana sifa za mapema ni sumu. Wanakaa kimya ili ile dopamine isipotee kwenye maneno, bali iisukume mili yao kufanya kazi mpaka matokeo yaonekane. Ukikaa kimya, unautunza ule upensheni wa ndani, internal tension, ambao unakufanya ukose usingizi mpaka lengo litimie. Usikubali kupokea hongera za uongo kwa mambo ambayo bado hujayakamilisha. Namba 2, utaepusha vita isiyokuwa ya lazima. Dunia ina kanuni moja ya kikatili. Watu wanapenda ufanikiwe, lakini hawapendi ufanikiwe kuwapita wao. Unapotangaza mipango yako, unajitengenezea targets mgongoni mwako. Sio kila mtu anayekutabasamia anafurahia hatua zako. Unapofanya mambo kimya kimya, unazuia kile kinachoitwa preemptive sabotage, hujuma za mapema. Kuna watu ambao wakijua tu unataka kufanya kitu fulani, wataanza kutengeneza mazingira ya kukukatisha tamaa au kukukwamisha. Si kwa sababu wana njaa, bali kwa sababu mafanikio yako yanawakumbusha wao kufeli kwao. Ukimya ni ngao. Inakupa nafasi ya kupigana vita vyako ukiwa gizani, ambapo adui hawezi kuona wapi kupiga. Kumbuka, kwa kukaa kimya, unaepuka mashindano ya kijinga, husuda na majungu ambayo yangekula muda wako na nishati yako bure. Unaelekeza nguvu zote kwenye ushindi, si kwenye kujitetea mbele ya watu wasiokutakia mema. Namba 3, unapunguza pressure za maisha. Maisha tayari yana changamoto nyingi. Kwa nini ujiongezee mzigo wa matarajio ya watu? Unapotangaza jambo lako, unajiwekea deadline ya kijamii. Ukisema nitajenga ndani ya mwaka huu, unakuwa umewapa rungu la kukupigishia kelele pindi mwaka ukiisha na ukiwa hujajenga. Hii inaleta msongo wa mawazo, stress na wasiwasi, anxiety. Badala ya kufanya kazi kwa ubunifu na amani, unaanza kufanya kazi kwa uoga wa kuonekana nimefeli mbele ya umma. Public failure inaua ujasiri wa kujaribu mambo makubwa. Watu wenye mafanikio makubwa wanathamini sana uhuru wao wa kufanya makosa. Unapofanya mambo kimya kimya, unakuwa na freedom to pivot, uhuru wa kubadilisha mwelekeo. Ikitokea mpango wako wa kwanza umekwama, unaweza ukaubadilisha saa 9 usiku na kuanza mpango mwingine bila kutoa maelezo kwa yoyote. Hakuna anayekuuliza, mbona ulisema vile na sasa unafanya hivi? Huu uhuru wa kisaikolojia unakupa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, sio maamuzi ya kuwafurahisha watazamaji wa maisha yako. Namba 4, unawanyima taarifa wakosoaji na wabaya wako. Katika ulimwengu wa ushindani, taarifa ndiyo kila kitu. Mtu mwenye taarifa zako anamiliki 50% ya hatima yako. Ukieleza kila hatua, unapata wapi mtaji, unashirikiana na nani, soko lako liko wapi, unampa mpinzani wako ramani ya kukuangusha. Wakosoaji huwa hawana cha kusema kama hawajui unachofanya. Wanapokuona umetulia, wanashindwa kupata pa kuanzia. Hii inaitwa strategic ambiguity. Unakuwa kama fumbo. Watu wenye mafanikio wanajua kuwa ukimya hauwezi kutumiwa dhidi yako. Ukiwa mkimya, unawafanya watu wakuhofie kwa njia nzuri. Inatengeneza heshima. Unapofanya mambo yako gizani,
unakuwa na nafasi ya kujiandaa na changamoto bila kuingiliwa na sauti za nje. Wakati dunia inagundua unachofanya, unakuwa umeshafika mbali kiasi kwamba hata wakitaka kukukwamisha inakuwa ni kuchelewa sana. Matokeo yako yanakuwa yameshajijenga na yana nguvu ya kujitetea yenyewe. Namba 5, unachuja nani wa kukusapoti kwa vitendo, si maneno. Hii ni pointi ya muhimu sana katika kujenga timu yako ya ushindi. Unapopiga kelele kuhusu mipango yako, utavutia watu wa maneno. Hawa ni watu watakaokuambia niko nyuma yako, lakini wakiona dhoruba kidogo wanapotea. Lakini unapokuwa mkimya na unafanya kazi, wale watu wachache wanaobaki na wewe, hata kama hujaonesha matokeo makubwa, ndiyo inner circle yako ya kweli. Unapofanya mambo kimya kimya, unajifunza kumtambua nani anayekuthamini kwa utu wako na si kwa miradi yako inayokuja. Pia, ukimya unakusaidia kujenga tabia ya unyenyekevu. Unajifunza kuwa mafanikio sio kuonyesha watu, bali ni kutimiza kusudio lako. Hii inakusaidia kuchuja marafiki feki wanaotaka kudandia treni ya mafanikio yako. Unapofanya mambo yako kwa siri, unakuwa na uwezo wa kuona nani anakupa msaada wa dhati unapokwama, bila yeye kujua kuwa hiyo ni sehemu ya mchakato wako mkuu. Mwisho wa siku, utajiri wa kweli sio kuwa na watu wengi wanaojua unachofanya, bali ni kuwa na watu sahihi wanaokusaidia kufanya unachokusudia. Ukimya sio udhaifu. Ukimya ni mkakati wa hali ya juu. Watu wenye mafanikio makubwa hawana haja ya kuthibitisha chochote kwa maneno, kwa sababu wanajua kuwa matokeo yao yatapiga kelele kubwa kuliko spika yoyote ile. Kuanzia leo, anza kufanya mambo yako kwa siri. Jenga kuta za ulinzi kuzunguka maono yako. Linda nishati yako, linda amani yako, na muhimu sana, linda malengo yako dhidi ya kelele za dunia. Kumbuka, mti ukikua, hakuna anayesikia kelele za kukua kwake, lakini kila mtu anaona kiuli chake na kula matunda yake. Kama video hii imekufungua macho, usiondoke bila kuacha like. Niandikie kwenye sehemu ya maoni, nitaanza leo kimya kimya, ili nijue tuko pamoja. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Tukutane kwenye video ijayo. Stay silent, stay focused. Peace.